na mimi nawaomba kwa unyenyekevu, vile rais wetu na baba wote wana nia ya kuunganisha Kenya, mimi nawaomba tuwaunge mkono ili hii nchi isiwe ni nchi ya makabila, iwe ni nchi ya Wakenya. Kwa sababu hivi sasa pia tunaona kuna wanasiasa ambao sio wageni kwetu, lakini hata nyinyi wananchi leo mnapatiwa fedha hapa ya masomo, wao watakuwekea fitina, wao watakuwekea umbea. Na mimi nawaomba wananchi tuweze kuwa na umoja, kwa sababu hivi sasa tumepata nafasi ya pekee ambayo hii nchi sasa tuko kitu kimoja. Na tunaelewa pia matatizo ya elimu ni matatizo ambayo yanawatatiza vijana wetu. Kwa hivyo wakati huu ambao Mheshimiwa Mwinyi anapeana basari na mimi nimepongeza, ninaomba mjadala ule unaendelea wa kitaifa ambao unazungumzia basari, mwelekeo wake uwe ni wa kusaidia watoto wetu wa Kenya, usiwe ni wa kulete mtafaruku ambayo itatatiza watoto wetu. Hii maneno ya basari yaendelee yasiendelee? Kwa sababu kuna wengine katika huo mjadala hawana roho safi. Wengine tu wanaweka fitina, lakini wao ndio hawana roho safi. Kwa sababu utaona wengine wanaozungumza sasa hivi wana uwezo wa kusomesha watoto wao. Wewe mzazi mwenzangu, ndiyo mara yako ya kwanza mtoto wako ameingia form 1. Kwa hivyo haya mazungumzo yanayoendelea ya ufadhili wa elimu ya secondary na elimu ya university ni mazungumzo ambayo tunastahili kuyaunga mkono wakati yatakuwa yanaenda kukamilisha masomo ya watoto wetu. Yasiwe mazungumzo tu ya kisiasa ya wale kudhalilisha wale kudhalilisha wale. Mwisho wa siku tunataka mtoto wa Kenya aweze kusoma, na hapo ndio rais wetu anaweka mkazo. Ndio maana hata hii Changamwe, mambo ya TVET pia imetiliwa pondo. Mambo ya elimu ya chuo kikuu katika Kenya pia imeweza kuangaliwa vizuri. Tunajua tukielekea mwaka ujao na mwaka wa kura, michakato ya kisiasa itaanza. Umesikia wengine juzi wamesema watakuwa kwa debe ya urais. Umesikia wengine wamesema wanaunganisha kabila zao. Lakini wewe mwananchi wa Changamwe, mwananchi wa Kenya, jiangalie wewe, wakati wanaunganisha kabila, wakati wanajiunganisha kama viongozi, wewe maslahi yako itaweza kuangaliwa na nani? Na ndio maana Mheshimiwa Mwinyi, wewe ni mkongwe na mzoefu, umeweka watu wako pamoja na pwani mzima. Lengo langu sasa ni kuungana na pwani mzima. Ndio naniona niko Taita, niko kule Kwale, niko Kilifi, niko kila mahali. Kwa sababu nimeona kwa siasa za kitaifa tumepata mwanya wa sisi viongozi kuona faida na manufaa ya kushikana kwa sababu ya hawa wananchi wetu ambao tunawaongoza. Tumekuwa na siasa za kuvutana, nani mkubwa, nani, lakini hizo siasa tumeona hazikutufaidi. Na ndio mimi saa hizi nimeanza huo mchakato. Leo umemwona Mheshimiwa Mvurya hapa na Simo leo peke yake. Utamwona sana. Tulikuwa tuwe na Waziri Joho hapa pia, lakini nilikuwa naye juzi ofisini kwake. Ameenda Korea kwa kazi za kitaifa, lakini nataka tushikane pamoja tuje tusaidie wananchi wetu. Hii habari ya Kasongo sisi hiyo wimbo tuweke kando. Kwa sababu gani?
sisi haitatusaidia. Itakayotusaidia ni yale maendeleo ambayo tutapata kipindi hichi mpaka 2020 ngapi? 27. Hapo utakuwa wewe na nafasi sasa kuangalia ni nani rafiki yako na nani ambayo watakutembea naye. Lakini saa hii kwa niaba ya watu wa Changamwe, mimi nasema tutembeeni na serikali yetu, kwa sababu hatuna serikali nyingine. Wale wengine unasikia huyu anasema hivi left, huyu anasema on the right, lakini at the end of the day wanajua ni nini ambayo wanapata katika hii serikali. So mimi nasema kama kiongozi wenu, mimi si mjinga na mimi sina tamaa ya kibinafsi. Mimi wakati wa Moi nilipewa 20 million wachane na IPK. Nikamwambia kaeni na hiyo pesa yenu. And that is why mpaka leo naheshimika. Kwa sababu gani? Si mtu wa kununuliwa. Ukiangalia hii maneno yote ya Ilunga Unuse ya wapi, kama ningekuwa kiongozi wa kutumiwa na watu wengine, watu wetu wangekuwa wametolewa kila mahali. Lakini umeona juzi nimemwambia rais, sisi tuko ndani ya serikali, kwa hivyo watu wetu waheshimiwe. Na mpaka leo umeona watu wa Ilunga Unuse, watu wa Mwangaza, watu wa wapi, mpaka leo wako pale. Ni sawa ama si sawa? Tunafaa kushukuru serikali ama hatufaa kushukuru? Na ningetaka kuwauliza wananchi wa hapa Changamwe, kuanzia wiki ijayo tutakuwa na mikutano ya public participation ya kutafuta maoni kwamba NGCDF iwekwe katika katiba ili iendelee kudumu kuwasaidia. Ni wangapi hapo wanakubali kwamba NGCDF iwekwe kwenye katiba? Ni wangapi wanakubali kuanzia Jumatatu, Jumanne mikutano tutaunga mkono NGCDF ibaki kwenye katiba? Mikono juu tafadhalini. Na ikifika hapo ningetaka kidogo sikumshauri, lakini nimweleze baba yetu Raila. Tunampenda, tunamwenzi, tuko na yeye anatusaidia katika serikali. Lakini inapofika katika jambo la NGCDF, naona kidogo amepoteza network. Haiwezekani hawa wananchi wote walioko hapa wanasema NGCDF iendelee, lakini wewe unasema NGCDF isiendelee. Hapo kidogo naona unakosea wananchi na tunakupenda. Kwa hivyo ikiwa pengine kuna mtu alisoma vibaya ile sheria ya NGCDF na akakupatia ushauri ambao sivyo, kwa kifupi ni kwamba NGCDF ni pesa ambayo ni ya serikali kuu. Hata NGCDF isipobaki bado haitarudi kwa county government, kwa sababu mgao hugawiwa county government, serikali kuu ikabaki na pesa yake, ndio serikali kuu ikapeana NGCDF. Sasa haka kashetani ambao kanaingia kwamba itolewe iende kwa county, sijui ni sheria gani ama ni kipengele gani ambayo baba kidogo amepoteza network. Kwa hivyo tunakuomba kuanzia kesho, kwa sababu Jumatatu tutaanza mchakato. Una uhuru pia wewe kusema ni kweli nilikuwa nimesema hivyo, lakini nimeonelea msimamo wa kisawasawa ni NGCDF ibaki, kwa sababu wananchi Kenya nzima, hata kule kwangu Matuga na kwengineko, hata Nairobi, wanategemea NGCDF kwa upande wa basari kama hivi leo na mijengo ambayo inahitajika ya mashule. Kuna watu kule wanazungumza, Kasongo, nini, kina mama oye, kina mama oye. Mimi nataka niwaeleze, sisi tumeingia kutengeneza, na ODM imeingia kwa MOU. ODM haiko kwa serikali, lakini imetoa watoto wake waje wafanye kazi, wananchi waweze kupata furaha. Najua wengi wanasema Kasongo bobali nangae, Kasongo mwana nawe ngalali bomae. Nyinyi mnajua maana hiyo nyimbo mwaijua? Wajua sisi hatukumchagua Ruto, kweli urango? Sasa wale ambao walimchagua walianza kulalamika. Sisi tuliwaambia mutakula tomato zenu. Saizi sisi tumeingia huku kurekebisha, lakini hapo mbele Wakenya wataamua wanachagua nani. Lakini mimi nasema kama Mama Zamzam, kwa vile amechukua Hassan Ali Joho
shetani anafanya kazi. Mimi nasema Ruto tumwache afanye kazi yake, amalize. Manake Changamwe oye. Sasa mimi nataka niwaeleze, hii Kenya watu wakiendelea kupigana tungekuwa tumekaa hapa. Lazima tutoe mwanya wa amani, kazi ifanyike, kisha kwa debe rauka asubuhi uende ukachague rais wako asubuhi na mapema. Tumeelewana? Manake sisi tulichomolewa mbio sana kule kwa bunge, tulikimbia mbio sana. Na hapa Mombasa pia kulikuwa hakukaliki. Kwa hiyo lazima tukubali kuwa lazima kuwe na amani ndani ya Kenya ndio tuweze kupanga mambo. Kama tunatoa tunaregesha mwingine, si hivyo? Changamwe oye. Baba amezungumza yake, lakini mimi kama Mama Zamzam nitamwambia baba pia ni shemeji yangu. Pesa za wabunge hizo tuachie sisi wabunge wazidi kufanya miradi yao. Kweli si kweli? Wangapi wanasema wabunge waachiwe pesa zao wafanye miradi yao huku chini? Kwa sababu governors wamekuwa toka tumeanza nyuma. Hassan Joho alifanya kufanya. Tuliona kule mahospitali alijenga vizuri, health ilikuwa iko sawa. Sasa sisi tunaomba tuachiwe hayo mambo, maneno ya barabara pia waachiwe wenyewe wapange barabara zao.